Mlango ni Yesu. Mlango lazima apite kwenye damu iliyopakwa mlangoni, apite pale. Kupita manake ni kukubali kwamba mimi nimekubali hii damu hii inifunike. Lazima kiri yeye mwenyewe kuwa Yesu ni Bwana. Kama uko hapa uliingia tu, leo ukiri Yesu kuwa ni Bwana. Amina. Jamani, amina. Kumponda kichwa ni ushindi wa Yesu pale msalabani. Hebu tusome andiko moja hapa. Wakolosai. Naomba mmoja anisaidie kusoma Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12. Naomba mheshimiwa mmoja anisaidie kusoma Wakolosai. Tuhubiri wote na wewe leo. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12 mpaka wa 15. Asante sana mama mchungaji. Mstari wa 12. Mkazikwa pamoja naye katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye. Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Asante sana. Mungu akubariki. Asante sana kwa kusoma vizuri. Muamini amebatizwa katika kifo cha Kristo. Amezamishwa ndani ya kifo cha Kristo. Batizwa sikuzamishwa jamani. Mchungaji anapoenda kubatiza anafika pale kwenye maji mengi pale. Sisi hatubatizi kwa maji ya kwenye bakuli wapenzi. Utamzamisha mtu kwenye maji ya bakuli? Hapana. Kwenye maji mengi, tena ukifika pale unacheki maji yanafika hapa. Unasogea mbele. Anafika hapa, bado. Unasogea, anafika hapa sasa. Akifika pale anabatizwa mzima. Hapana tu. Sasa waamini wamebatizwa katika kifo cha Yesu Kristo. Anasema tulikufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye. Unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, unakufa pamoja naye, unakuwa ndani yake, unakufa, unaingia kaburini. Kwa maana nyingine, mambo ya mwili yale, mambo ya nyuma yale, tunatarajia tusiyaone. Tukianza kuyaona tunasema kumbe huyu amekuwa msukule. Msukule si ndio yule baada ya kufa na anaishi, si ndio? Sasa kuna Wakristo ambao ni msukule. Akaokoka kabisa siku ile, asema mimi namkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako. Tukaomba naye nani, kesho unaanza kuona mwenzako yuko hai, anaanza kuingia kwenye majumba yasiyo ya kawaida. Wakristo waamini wamebatizwa katika kifo cha Kristo, wamezamishwa ndani ya kifo cha Kristo. Yesu alisulubiwa badala yao, wao wakiwa ndani yake. Anasulubiwa pamoja na muamini, na tena anapofufuka anafufuka pamoja na muamini. Jamani, amina. Tendo kubwa sana limefanyika. Mwanangu, usijione wewe wa kawaida. Acha kujiona kama uko sawa na huyo jirani yako naye kanaye. Wewe ni wa pekee sana. Wewe ni wa tofauti sana. Na maisha unayoishi sasa sio yale uliyokuwa unaishi kale.
Hata kama uliitwa majina mengi huko zamani, huna majina hayo tena. Acheni watu wanaohubiri kuwarudisha nyuma. Ndio watu wanaanza kuwahubiri, wanasema wewe unaonekana una laana ya babu yako. Laana ya babu tena? Yaani siku ile nilipozikwa na Yesu nikafufuka, nilitoka na laana ya babu tena? Pasaka inatutenganisha waamini na maisha ya dunia, inatutenganisha na mila za kidunia, inatutenganisha na uovu wote wa kidunia, inatutenganisha na laana zote, hata kama zilisomwa au zilitengenezwa au zilitupiwa. Pasaka inatutenga kama vile wana wa Israeli walivyotengwa na Wamisri. Acheni kukumbuka ya zamani. Na mtu mmoja akakaa akaona sweet na kuja, mimi nasema najua babu alikufa kwa ugonjwa. Mdogo wake babu naye, alafu baba kati ya baba zangu wale mmoja naye. Mimi hivyo kinakuja. Acha kuwaza hayo. Uko ndani ya Yesu, uko ndani ya Yesu, uko ndani ya Yesu. Na mtu akiwa ndani ya Yesu, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wewe ni mpya, wewe ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, umekuwa kiumbe kipya. Najua woga mbaya. Ni wakati ni kijana nilikuwa ninakaa kwenye nyumba yangu bali kama kilomita 4 kutoka nyumbani kwa kakaangu. Sasa nilikuwa nakula kwa kakaangu, na baadaye naondoka naenda. Sasa katikati ya safari yangu hapo kulikuwa na mti mmoja mkubwa sana, mkubwa kweli kweli. Huo mti walikuwa wanasema kwamba pale mizimu huwa inafanya shughuli zake. Sasa na mimi siku moja ninarudi, nikaanza kuwaza mizimu. Yaani ile naenda nawaza. Nimefika karibu na mti ule, nasikia ngoma zinapiga. Nilikimbia. Kwa nini? Kwa sababu niliyakumbuka, nikawa na yatafakari, yakawa hivyo hivyo. Niseme niache. Ngoja niwaambie zaidi. Kuna watu wengine wanaugua magonjwa ambayo sio magonjwa, ni kumbukumbu tu zinakutesa mpaka unakufa kwa sababu ya kukumbuka tu. Acheni uwe na imani katika Pasaka. We thank you, Jesus. Thank you for the finished work, oh Lord, on the cross. Uko na uzima kabisa. Pale kanisani nilimwambia mimi sipendelei sana kuombea mtu akija anasema naumwa. Napendelea kuombea mtu apate immunity ya kutokuumwa. Haleluya. Kwa nini tusiombe navyo hivi? Naomba Bwana utusaidie. Mungu ametupa vyetu kutua mizigo yetu na inafanya kazi kabisa, inafanya kazi. Na wakati mimi niliumwa baba, tusaidie Mungu wetu. Niliumwa kweli kweli. Sasa pale dunia inapotusonga, kwanza palikuwa na mambo ya ulimwengu huu yanapotusonga, alafu pia watu wengi wa kimataifa walikuwa kumbuke kwamba deni ya dhambi basi mimi nikawa na tumaini la kuombewa. Yesu,
Madaktari wanawaambia mchungaji, kwa dhabihu yako. hawa waombeaji wakija kila wakati, hawa wanaohitaji maombi, naenda pale nasema huyu mhubiri amechemka kweli huyu, nitapona tu. Ananibandikia mkono pale, nikirudi vile vile. Siku moja tukawa tunahudumu pale chuo kikuu. Alikuja mgeni, mama mmoja alikuwa anahubiri toka Marekani, hajawahi kukaa Tanzania. Akafika pale akaanza kuhubiri, akahubiri wakati wa maombezi, akasema hapa kwenye kwaya hapa kuna msomo wa ABC. Nikasema leo nimeonyeshwa kabisa, leo napona. Nikatoka pale nikaenda nikapiga magoti, akaniombea, nikajua leo nimepona. Kurudi nyumbani pale nikajiuliza, nikasema hii nini? Siku moja nikamwambia mke wangu, leo tunafunga na kuomba siku 3. Tunafunga na kuomba. Kwa nini naumwa? Kwa nini nikiombewa hata siponi? Siku 3 tunafunga. Mke wangu akaniambia, mimi nitafunga kwa ajili yako, wewe usifunge, usije ukanifia. Nikawa mjane haraka. Nikamwambia hapana, tunafunga wote. Tukafunga siku 3. Tulipofunga siku 3, unajua ugonjwa ulipatikana. Na ulipopatikana, nilipotibiwa mpaka leo. Lazima utafute uso wa Mungu, umuelewe Mungu wewe mwenyewe. Mungu hana shida na hayo mengine, ana shida na wewe. Jamani, amina. Yesu ametukomboa, ametufufua kutoka katika maisha ya dhambi na kutuingiza katika maisha ya kimungu. Tuna ushindi wa kiroho. Shetani na vibaraka wake Yesu Kristo aliwashinda pale msalabani kwa kumwaga damu yake kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Dhambi ndiyo iliyokuwa haki ya kisheria ya kumshikilia mwanadamu mateka. Dhambi ndiyo ilikuwa haki ya kisheria ya shetani ya kumshikilia mwanadamu awe mateka kwake, dhambi. Lakini Yesu aliifuta ile dhambi, alifuta ile haki kwa kumwaga damu kwa Yesu kwa ajili ya dhambi. Shetani hana tena haki ya kisheria ya kumshikilia muamini katika utumwa. Ondoka kwenye hofu ya kifo, utumwa wa magonjwa, utumwa wa mizimu, utumwa wa mapepo, utumwa wa uchungu. Yesu aliufuta. Uishi kwa amani, uishi kwa utulivu, uwe na ujasiri. Liseme neno la msalaba kila mahali utakapopita, maana ndiyo ukombozi wako, ndiyo ukombozi wako, ndiyo mwavuli wako juu ya mvua ya matatizo na shida. Ndiyo mwavuli wako, ndiyo uzima wako, ndiyo afya yako. Tembea ukidunda, ukijua ya kwamba Yesu amekufunika, yuko juu yako kila mahali. Ukiwa kwenye usafiri wa ndege au wa meli au wa gari au wa pikipiki au wa bajaji, Yesu amekufunika. Umefunikwa na Yesu, kama vile Wayahudi walivyokuwa wamefunikwa pale na damu ya Yesu, wakiwa pale wamefunikwa na mwanakondoo, wakiwa ndani ya nyumba. Malaika wa mauti alipita. Usiogope mwanamke, usiogope mwanaume, usiogope kijana. Tunaye jemedari, tunaye mwamba wa miamba, tunaye Bwana wa mabwana, ambaye ametutoa kwenye utumwa wa dhambi, kwenye utumwa wa magonjwa, kwenye utumwa wa hofu, kwenye utumwa wa hofu ya kifo. Ametukomboa. Jamani, ametukomboa. Amekukomboa mama. Uko huru leo, uko huru leo.
uko huru leo. Maisha yako yako mwake, uko ndani ya Yesu, umejificha ndani yake, wala hakuna anayeweza kumtoboa Yesu akaingia akukamate wewe. Atakumbana na Yesu. Yesu ni mwamba, Yesu ni Bwana, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Bwana. Ropasa karaba. Hata nyumba yako iko salama, hata kazini kwako uko salama, hata maisha yako yako salama, kwa sababu Yesu yuko hai. Ni dhabihu iliyo hai, ni dhabihu ya leo, ni dhabihu ya kesho, ni dhabihu ya siku zote. Mungu ametoa, yeye ndiye mtoaji. Alitoa dhabihu ya kwanza kwa kina Adamu, lakini tunaona anatoa dhabihu ya pili kwa ajili ya wana wa Israeli, watoke kwenye utumwa, watoke kwenye mateso, watoke kwenye kunyanyaswa, watoke kwenye kudhalilishwa, ili wawe na uhuru, wawe na uhuru, wawe na uhuru. Mungu anarejesha utu wako, Mungu anarejesha utu wako. Wengine wameukanyagia, wengine wameukanyagia, lakini Mungu wa kweli aliyekuumba anarejesha utu wako, ili uwe na utu wako, uache kudharauliwa, uache kupuuzwa. Wewe ni mtu wa maana. Yesu anakupenda. Yesu alikupenda upeo, hata kaenda msalabani kwa ajili yako. Simama pale ulipo. Ya baba rabakosakata ribosakia kataraba robosandarababa. Bwana kuponye, Bwana kuinue, Bwana kutie nguvu, Bwana kuwezeshe. Siku ya leo ni siku njema, siku ya leo ni siku njema. Mwanzilishi wa Pasaka ni Mungu mwenyewe, haitakaa iondoke. Na kama Mungu ameanzisha, kama alivyokuanzisha wewe, mwanadamu hawezi kukutenda vyovyote, hawezi kukubadilisha. Wewe ni wewe. Pasaka haibadiliki, Pasaka haibadiliki. Ni Bwana aliyeianzisha. Nyosha mkono wako mmoja juu, kwa maana Bwana yuko pamoja na wewe leo. Barabasaba. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nimetambua wewe ni zawadi kutoka kwa Mungu kwa ajili yangu mimi, na kwa hiyo Bwana naingia ndani yako, najificha ndani yako. Niwe na ujasiri katika wewe, niwe na ushindi katika wewe, niwe na maneno katika wewe, niwe na hamu katika wewe. Najificha kwako, nakataa maonevu ya ibilisi shetani na mipango yake na mapepo yake na maajenti zake, washinde kwa jina la Yesu. Mimi niko ndani yako Yesu, mimi niko ndani yako Yesu, mimi niko ndani yako Yesu. Hata wewe maumivu na ugonjwa unayenielekea, unayenipata, unayeniumiza, leo huna nafasi. Leo huna haki ya kisheria kwa ajili ya maisha yangu. Haki ya kisheria ni Yesu ameirejesha kwangu. Ninayo mamlaka, ninayo uweza, ninayo mamlaka juu ya kila kitu hapa duniani, hakitanishinda. Yesu alisema, nitakanyaga nyoka na nge na kila kitu, wala hakuna kitakachonishinda. Na kukanyaga shetani kwa jina la Yesu, na kukanyaga magonjwa kwa jina la Yesu, na kukanyaga umaskini kwa jina la Yesu. Ninakanyaga vyote vya kutoka kwa shetani kwa jina la Yesu. Mabalaa yote, malaana yote na yakanyaga kwa jina la Yesu. Mimi ni mshindi, mimi ni mshindi, mimi ni mshindi kwa jina la Yesu. Mimi ni mshindi kwa jina la Yesu. Binti mshinda, umeshinda binti, umeshinda baba, umeshinda kijana, umeshinda mama, umeshinda mzee. Wewe ni mshindi, wewe ni mshindi dhidi ya magonjwa, wewe ni mshindi dhidi ya kulemewa, wewe ni mshindi dhidi ya hofu, wewe ni mshindi dhidi ya ndoto mbaya kwa jina la Yesu. Wewe ni mshindi. Natangaza ushindi, natangaza afya, natangaza uzima, natangaza kufunguliwa, natangaza kuwekwa huru katika jina la Yesu Kristo.